Katika kumwamini Yesu utajipatia haki ambayo itakuneemesha na kukusaidia katika maisha ya hapa duniani, lakini pia kwa maisha ya ulimwengu ujao. Kwa mfano, Mungu hawezi akaona faida ya kukusaidia wewe kukupatia haki za kimwili wakati huo huna haki yake ambayo itakufaa kwa ajili ya maisha ya umilele. Itakuwa ni hasara kwake. Hivyo anachotaka sisi tutambue kwanza kuitafuta haki yake na ufalme wake kwanza ukae katika mioyo yetu, ndipo sasa atusaidie kupata haki zingine za kimwili za hapa duniani. Kwa mfano, akina Danieli wakiwa kule ukimbizini kule Babeli, walitafuta kwanza haki ya Mungu, na Mungu aliwajibu akawaneemesha katika maisha ya kidunia. Lakini kitu cha kwanza wao walitambua kwanza thamani ya haki ya Mungu. Ndio maana katika Mathayo 6:33 anasema, utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo mengine mtazidishiwa. Watu wa Mungu, mtu yeyote unayejiita Mkristo, tambua kwamba haki ya kweli inapatikana kwa Mungu pekee, na hiyo ndio ya kwanza kutafutwa. Usianze kutafuta haki duniani, haki za kwa wanasiasa, haki katika tawala za dunia hii kabla hujaitafuta haki ya Mungu. Inaweza ikawa kazi bure utafuta haki za dunia hii wakati haki ya Mungu bado hujaipata. Waisraeli walipokuwa Babeli walikuwa chini ya utumwa, walikuwa ugenini, nchi ya ugenini, na Mungu aliwaambia wajisalimishe kwa mfalme wa Babeli. Lakini je, hiyo ilikuwa na maana ya kwamba tumaini lao lipo kwa mfalme wa Babeli? Hapana, tumaini lao lilikuwa kwa Mungu wa mbinguni. Ina maana hata leo hii watu wa Mungu tuko chini ya falme za dunia hii, mfano wa ufalme wa Babeli. Tuko chini ya ufalme wa Babeli, yaani sisi hatuna mamlaka ya kuendesha ufalme, watu wa Mungu, lakini Mungu ametuweka chini ya ufalme huu wa Babeli. Anatuambia tujisubmit, tujisalimishe, tuheshimu hizi mamlaka. Na kuziheshimu haina maana ya kwamba tunaweka tumaini kwa hizo mamlaka, bali tumaini linakuwa kwa Mungu wa mbinguni. Ndio maana Waisraeli wakiwa Babeli, tumaini lao lilikuwa kwa Mungu. Fuatilia historia ya wale vijana wanne, Shadrach, Meshach na Abednego, tumezisoma katika masomo ya nyuma. Fuatilia maisha ya Danieli kule Babeli. Alikuwa ni mtu ambaye nafasi yake ya kwanza anamweka Mungu, sio mfalme wala watu wengine, ni mfalme wa mbinguni. Huyo ndiye anakuwa katika nafasi ya kwanza. Kwa hiyo watu hawa walimtumainia Mungu kwa sababu walijua mahitaji yetu yote, haki ya kweli inapatikana kwa Mungu pekee. Hapa ukimbizini Babeli hatuwezi kupata haki tunayohitaji. Mungu pekee, kupitia kumwomba Mungu pekee ndio tunaweza tukaipata ile haki. Watu wa Mungu tunaoishi katika dunia hii, hatuwezi kulazimisha kuipata haki katika dunia hii. Nashangaa kuwaona watu wanaojiita Wakristo wakiandamana, wakishinikiza hata maandamano ili kudai haki kwa tawala ama serikali za dunia hii. Lakini ukweli ni kwamba hao Wakristo hawajaujua Ukristo ulivyo. Wakristo hao hawajui kwamba hapa wapo ugenini, hawajui kwamba wapo Misri, hawajui kwamba wao ni mfano wa Waisraeli wakiwa Babeli utumwani, kwamba hawawezi kulazimisha kuipata haki isipokuwa wao wenyewe kumtumainia Mungu wa mbinguni. Huyo ndiye atatenda, aidha wao wapate haki ama wasiipate. Kimbilio lao la kwanza ni Mungu, lakini sio kushinikiza tawala za dunia. Yesu alisema katika Yohana 18:36 anasema, Yesu akajibu alimwambia Pilato, ufalme wangu sio wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisije nikatiwa mikononi mwa Wayahudi, lakini ufalme wangu sio wa hapa.
Unajua Yesu wakati huko hapa duniani alikuwa na uwezo wa kuamuru jeshi la malaika lije liwasambaratishe maadui wake wote, lakini akasema ufalme wangu sio wa dunia hii. Kwa hiyo hata nikiamuru malaika waje wanakuja kupigana, lakini ufalme wangu sio wa hapa duniani. Kwa hiyo hamna haja ya kuamuru malaika waje kunipigania. Hawa watawala wa dunia wataonekana kama washindi mbele yangu, kwa sababu mimi ufalme wangu sio wa dunia hii. Wakristo wa kweli, watu wa Mungu wa kweli wanatakiwa kuwa na wazo hilo, kwamba dunia hii ufalme wao sio wa dunia hii. Mkristo yote anayejiita askofu, anayejiita mchungaji, anayejiita sijui nani, anashinikiza serikali za kisiasa hata kwa njia ambazo sio halali kisheria, kwa namna ya visasi. Huyo ni kwamba sio mfuasi wa Kristo, kwa sababu Kristo mwenyewe alikutana na tawala za kikatili duniani, alikutana na utawala wa Roma katili duniani, lakini hakuamuru wanafunzi wake wampiganie, hakuamuru wala malaika washuke kutoka mbinguni waje wampiganie. Ufalme wa Rumi ulimuua. Watu wa Mungu tunapaswa kutambua ufalme wetu sio wa dunia hii. Ndiyo maana watu wa Mungu hawapaswi kujichanganya na mambo ya siasa, maana huko kuna nini? Kuna mashinikizo ya kutumia nguvu. Yaani kuna machafuko. Kiufupi, hakuna njia za amani za kutatua matatizo, ni za vitisho na nini, za kudai haki. Yaani ugomvi ndio hali iliyotawala kule, lakini wanaofanya hivyo ni kwa sababu wanapigania ufalme wa dunia hii. Na wewe Mkristo usiwekeze tumaini lako kwa mtu anayepigania ufalme wa dunia hii. Tunapaswa kutambua ufalme wetu sio wa dunia hii, bali ufalme wetu ni wa mbinguni. Katika kitabu cha Wafilipi 3:20 anasema, kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni, kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo. Tunatazamia kuja kwa Yesu ambaye atakuja asimamishe ufalme wa haki, ambao hakutakuwa na maandamano, hakutakuwa na shida yoyote, utakuwa ni wa haki. Watu wa Mungu, tumeonywa, tumeshaambiwa tayari, hiki kitatokea katika falme za dunia hii. Kuna kitu cha kushangaa. Tunatambua mambo haya yanapotokea, ufalme wa Yesu Kristo, ufalme wa jiwe lisilochongwa kwa mikono ya kibinadamu umekaribia, na tunatakiwa kuwekeza nguvu nyingi kujiandaa kuingia katika ufalme huo, sio kutumia nguvu nyingi kudai ufalme wa muda huu, ufalme wa muda tu. Tutapoteza nafasi ya kuingia katika ufalme wa milele. Yaani mfano rahisi ni kwamba Mkristo yeyote anayeingia kwenye misuguano ya kisiasa kudai haki, kukimbizana na kusuguana na watawala akidai haki, ni sawa na Waisraeli wakiwa kule Babeli ama wakiwa kule Misri kwa Farao, waingie barabarani kuandamana ama waanze kusuguana na serikali ya Farao wakidai haki. Wangesikilizwa? Mkristo yote anayenisikiliza, wangesikilizwa hao Waisraeli? Sio kweli, wasingesikilizwa. Tena wangepigwa vibaya. Kwa nini wangepigwa? Kwa sababu kwanza kule sio nyumbani kwao. Kule ni utumwani tu. Hata watu wa Mungu leo sisi hapa duniani tuko utumwani. Usichanganywe na kauli hizo za kidunia za kusema tulipata uhuru, sijui mwaka 1961 uhuru wa Tanzania. Sisi sio wakazi wa Tanzania ya dunia hii. Sisi ni wakazi wa ulimwengu unaokuja. Usipiganie haki kwa sababu Tanzania ilipata uhuru wa namna gani ukasema kwamba sasa uko nyumbani. Hapana.
ufalme wetu sio wa dunia hii, na hatuwezi kusikilizwa kwa 100% katika dunia hii. Waisraeli wangeandamana mbele ya Farao, pengine wangepigwa sana, wakaumizwa, lakini walichokifanya ni kupiga magoti, wakasugua magoti kumwomba Mungu, wakimlilia Mungu, kwa nini mateso haya tunayapitia? Yaani njia ambayo wangetumia watu wengine wapagani, wangeanzisha hata migomo ya kufanya kazi, migomo ya namna gani ili kukomoa uongozi ama utawala. Lakini njia hiyo watu wa Mungu hawakuitumia. Walitumia njia nyingine tofauti kabisa. Ndio maana hata leo watu wanajiuliza kwa nini Waadventista wa Sabato hawatoi tamko? Ina maana wao hawaoni mambo yanayoendelea mabaya ndani ya nchi? Si kwamba hawaoni. Njia ni hii. Yaani tofauti ni hii. Jinsi unavyoyaona wewe ni tofauti na watu hao, watu wa Mungu wanavyoyaona hayo mambo. Na jinsi unavyoreact wewe ni tofauti na wanavyoreact wao. Wanajua vizuri ni sehemu gani ambayo wataelekeza nguvu zao na lile tatizo litatatulika. Waisraeli walipiga magoti kumuomba Mungu, na matokeo yake Mungu alisemaje? Katika kitabu cha Kutoka 3 mstari wa 7 hadi wa 10 anasema, Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana najua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri, niwapandishe katika nchi ile, hata nchi njema kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwazoli na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi nakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Musa akatumwa. Baada ya kusikia maombi ya Waisraeli wakiteseka, wananungunika mioyoni mwao, mateso yamekuwa, kazi zimekuwa nzito, wananyanyaswa sana. Maombi yao yakafika mbele za Mungu, akakumbuka kilio chao. Sikiliza nikwambie msikilizaji, Mungu anasikia kilio cha watu wake wenye haki yake waliomwamini Yesu Kristo. Hicho ndicho kilio cha kwanza anachokisikia. Hao ndio anakuja kuwaokoa, kwa sababu kwanza wanayo haki yake, ndivyo anawaokoa na mikono ya maadui zao wa kimwili wanaowakandamiza. Kwa hiyo watu wa Mungu wanaelekeza nguvu zao kwa Mungu, maandamano yao ni kwa njia ya maombi kwenda kwa Mungu. Mungu tusaidie. Watu wa Mungu tunapaswa kujua namna ya kuishi katika dunia hii. Hata tunapokutana na changamoto, tujue sisi si wakazi wa hii dunia. Kama si wakazi wa hii dunia, tunatakiwa kuishi kwa kumtegemea nani? Hali ya kisiasa inapochafuka nchini, sisi tunatakiwa kufanyaje ama kusemaje? Tunatakiwa kufahamu hilo. Maombi pekee yanaweza kufanya kazi kubwa ambayo kwa nguvu za kibinadamu isingewezekana. Kupitia maombi ya watakatifu, mfalme ama mtawala au rais anaweza akabadilika mtazamo, akabadilika tabia, akatenda haki. Kupitia maombi ya nani? Maana ni kupitia Mungu pekee ndiye anayeweza kubadili, anaweza kubadilika yule mfalme. Sio nguvu za kibinadamu zinazoweza kumbadilisha. Ndio maana kuna nchi nyingi ambazo ziliona mtawala fulani ni katili, anatukandamiza, zikatumia njia ambayo sio sahihi, pengine mapinduzi, zikatumia njia za kisasi kumuondoa yule mtawala, na hatimaye nchi zile zikaingia katika shida kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu njia iliyotumika sio sahihi. Kumbe Mungu angeingilia kati kwa njia iliyo sahihi, angembadilisha yule mfalme akabadilika tabia, au angeleta mtu wake mwingine kuja kutawala na amani ikaendelea. Lakini nguvu za kibinadamu haziwezi kuweka jema katika baya, bali zinaongeza baya juu ya baya.
Watu wa Mungu tunapaswa kuwa na hekima sana tunapoishi katika dunia hii ambayo ni ugenini, sio kwetu. Ndivyo ilivyo ambapo kwa Waisraeli Mungu alijibu maombi yao na akamtumia Musa kwenda kwa Farao ili akaongee na Farao awaokoe. Mungu ana njia nyingi za kuondoa watu wake katika serikali kandamizi, za kuokoa watu wake katika serikali kandamizi. Anazo njia maelfu, zile ambazo nafikiria wewe utazitumia, hizo ni za kibinadamu tu. Yeye anazo nyingi. Unaweza ukafikiria atatumia njia hii, kumbe atatumia njia ile. Unaweza ukafikiria njia ya kuondoa ile solution ni kumuondoa mtawala, kumbe yeye anataka ambadilishe tabia tu, mtazamo yule mtawala. Maana Mungu anataka kila mtu amjue. Pengine yule mfalme anamdumisha pale ili mpaka amjue Mungu kwanza, kwamba yeye ndiye chanzo cha vyote, kama mfalme Nebukadneza alivyodumishwa mpaka amjue Mungu kwanza. Katika Korinto wa pili 10 mstari wa 3 hadi wa 5 inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili hatufanye vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Sikiliza, silaha zetu sio za vita ya nyama, ya damu na nyama. Silaha zetu ni kuhakikisha kwamba tunateka nyara kila fikira ipate kumtii Kristo. Hebu fikiria kama Wakristo ama watu wa Mungu, jitihada yao kuu ingekuwa kuelekeza nguvu kwa watawala waelewe, wamjue Kristo. Ingekuwa solution nzuri sana, ingekuwa solution moja nzuri sana. Lakini unapohangaika na mtawala ambaye hamjui Mungu, hamjui Kristo, wewe unataka atende haki, ni kama kupiga upepo. Maana mwanadamu hawezi kumbadilisha mwanadamu mwenzake tabia. Vitakavyofanyika hapo ni visasi tu, visasi vya adui, ni kulipizana kisasi, hata kuuana. Hivyo kumbe Mungu, lengo la Mungu ni kuziteka fikira zote zimjue yeye, na hiyo ndio kazi ya Mungu. Hata akina Danieli kule wakiwa Babeli walifanya jitihada zote kupitia nguvu za Mungu wateke fikira za mfalme amjue Mungu, maana akimjua Mungu atatenda haki. Hiyo ndio kazi ya kanisa la Mungu duniani, sio Wakristo kujiingiza katika misuguano ya kisiasa, kutetea haki katika mlengo wa kisiasa usiozingatia misingi ya Mungu anataka nini. Tunapaswa kutambua nafasi yetu pale ambapo hali ya kisiasa katika nchi inapoharibika. Tunatakiwa kufanya nini? Tunaendelea kuona falme za dunia hii ambavyo hatuwezi kupata haki yote watu wa Mungu duniani. Kuna kitu kinaitwa Sustainable Development Goals. Katika huo mradi ambao ulipendekezwa na Papa Francis katika Umoja wa Mataifa, na Umoja wa Mataifa ukaafiki hilo jambo, na nchi nyingi sana zilizo katika Umoja wa Mataifa ziko katika harakati ya kutekeleza mradi huu ama project hii ya Sustainable Development Goals. Yani kwamba katika project hiyo ahadi nzuri zinatolewa kwamba kutakuwa na elimu sawa, maji safi kwa wote, hakuna umaskini tena, yani amani kwa wote, hakutakuwa na uhalifu tena. Ni ahadi ambazo watawala wa dunia hii wanakuahidi wewe, mkazi wa dunia hii, kwamba muda utafika utaishi bila shida. Maandiko matakatifu yanasema hilo, yanathibitisha hilo. Maana script yao na script ya Mungu, script inayosema ukweli ni ya Mungu tu. Script ya Mungu ikisema hilo jambo haliwezekani, basi weka X, mtu wa Mungu. Usije ukaweka mawazo yako katika ahadi
za wanadamu. Ahadi za Mungu tu ndio pekee za kutumainia, maana Mungu si mwanadamu hata aseme uongo. Hayo malengo ya kwamba kutakuwa na amani, kutakuwa na haki kwa wote, kutakuwa na uhuru na usawa kwa wote, ni namna ambavyo Shetani anataka kuwazubaisha hata watu wa Mungu waendelee kutumainia kwamba dunia hii inaelekea kuzuri. Kumbe ndivyo inavyoenda kuharibika zaidi. Maandiko yanaposema wasemapo amani amani, ndipo uharibifu uwajiapo ghafla. Hivyo sustainable development goals hazitatimia hata siku moja, kwa sababu neno la Mungu limesema kwamba haiwezekani. Falme za dunia hii zinaelekea mwisho. Ufalme wa Yesu Kristo unaelekea kuja. Kwa nini malengo hayo hayatatimia? Dhambi ndio mharibuji wa vyote. Na mbaya zaidi katika malengo hayo ya wanadamu, moja ya malengo si kuondoa dhambi. Wanazungumzia mambo mengine tu, ila haki ya Mungu hiyo haina nafasi. Ndiyo maana hayo malengo hayawezi kutimia. Kuna watu wengine pia ambao wao wanahisi kwamba mataifa mengine fulani yana uhuru na haki na amani. Tanzania inapokuwa imeingia katika mgogoro kama hivi, reference ama mrejeo inakuwa mataifa mengine kama Marekani, mataifa mengine ya Ulaya huko, kwamba huko tunatakiwa kuwa kama mataifa yale kwa sababu kule wanaishi kwa raha. Acha nikwambie ndugu mtazamaji, ni kwamba duniani hakuna raha. Raha iko kwa Yesu peke yake. Raha ya kweli iko kwenye ufalme wa Yesu peke yake, ambao unaanza sasa kwa kumwamini yeye. Unaanza sasa kwa kumwamini yeye ndani ya mioyo yetu. Mataifa hayo nayo yana changamoto zake. Nenda ukaishi huko, ndio ujue kwamba duniani hakuna raha, hakuna amani, kila sehemu ni shida tu. Sasa tunajifunza nini hapa? Tunajifunza nini? Kwamba duniani hakuna amani. Ni kwamba hakuna taifa duniani ambalo linaweza kuwa mfano wa kuigwa wa amani duniani, ukiacha na amani iliyopo katika Yesu Kristo. Amani ya kweli iko ndani ya Yesu Kristo peke yake, na itakuwepo kwenye ufalme wa Yesu Kristo peke yake, maana yeye anaitwa mfalme wa amani na ufalme wake utakuwa wa haki. Katika Isaya 9:6 utaona hapo Yesu anatajwa kuwa mfalme wa amani. Katika Isaya 32:1 utaona hapo kwamba yeye atamiliki kwa haki. Haki yani hakuna dhambi. Dhambi haitakuwepo. Ni haki mwanzo mwisho, milele na milele. Yesu ni mfalme wa amani. Hivi unajua nyakati ambazo taifa la Kiyahudi limeishi kwa amani na kwa utulivu ni wakati Yesu alipokuwepo duniani? Yaani nyuma ya hapo kulikuwa ni vita tu. Yaani hakuna utulivu, hawana amani. Lakini Yesu alipokuja, tangu amezaliwa mpaka anakuja kufa, nchi ilikuwa na utulivu. Acha tu taifa la Kiyahudi peke yake, ufalme wa Roma wote kwa ujumla ulitawala kwa amani bila vita wakati Yesu akiwa duniani. Ila kabla ya hapo ufalme wa Roma ulikuwa muda mrefu uko vitani tu. Yesu amekuja, amani katawala kwenye ufalme wa Rumi wote. Huo ndio mfano halisi wa kuigwa wa kwamba Yesu pekee ndiye mfalme wa amani. Si kitu kingine tofauti. Alionyesha mfano kwamba yeye ni mfalme wa haki na wa amani. Watu wa Mungu tunapaswa kuitafuta haki ya Kristo kwanza, maana hiyo ndio itatupa tiketi. Hiyo ndio tiketi ya kuingia katika ufalme wa milele utakaokuja wa Yesu Kristo. Lakini haki ya dunia hii tukiitafuta hata kwa nguvu gani, kwa maandamano, kwa nini? Kwa kuteseka. Kuna asilimia kubwa za kukosa haki, kukosa ufalme wa Yesu. Kukosa ufalme wa Yesu ambao utatawala kwa haki zote.
Kwa nini tusielekeze nguvu nyingi katika kutumainia ufalme ambao utakuwa wa haki kuliko huu ambao tumehakikishiwa kwamba amani haitakuwepo wala haki ya kweli haitakuwepo? Tuelekeze nguvu sehemu sahihi zaidi. Ndio maana watu wa Mungu wanavyo react wakati wa machafuko ya kisiasa ni tofauti na watu wengine. Maana wao wanajua hata nikifanya hivi hakuna kitu nitabadilisha, lakini nikitumia njia hii ndiyo ambayo Mungu anaweza kuitumia kubadilisha hali iliyopo. Watu wote mnaoangalia somo hili, tunapaswa kumuomba Mungu, tunapaswa kuwaombea watawala kupitia maombi. Maombi tumeona silaha za rohoni zinaweza zikavunja ngome, zikavunja kila kitu, lakini nguvu za kibinadamu zitavunja mifupa, zitavunja kichwa, zitavunja nyama, lakini tabia itabaki pale pale. Tena inaweza tabia ile inaweza ikazalishwa mara mbili. Yohana 18:27 inasema, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi si kama ulimwengu utoavyo. Ndio maana tumeambiwa hatupaswi kusikiliza watawala wa dunia hii wakisema, amani nimeileta mimi, amani nitaleta amani. Hapana. Amani ya kweli inapatikana kwa Yesu Kristo tu, kwa kuwa na ile haki yake. Hiyo ndiyo amani ya kweli. Nje na hapo duniani hakuna amani. Ushauri wa Mungu kwa watawala wa dunia ni huu. Ushauri kwa watawala wa dunia, marais, mawaziri wakuu, wakina nani, wote Mungu anawashauri kwamba watende haki, maana haki wanaijua. Kwa ufahamu walionao, haki wanaijua, kipi watende, kipi wasitende. Moja ya kilio kikuu ambacho Mungu alikuwa analia na mfalme, anamsihi mfalme Nebukadreza ni kutenda haki. Mfalme Nebukadreza alikuwa na unyanyasaji. Mfalme wa Roma ulikuwa unanyanyasa watu. Maskini wanakandamizwa, hawapewi haki zao. Mungu alimwambia tenda haki kupitia nabii Daniel, mtumishi wa Mungu. Daniel alimwambia mfalme, kwa sababu hiyo mfalme, shauri langu lipate kibali kwako, ukaache dhambi zako kwa kutenda haki, ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini, huenda ukapata kuzidishiwa siku zako za kukaa raha. Huo ndio ushauri wa Mungu kwa watawala wa dunia, watawala wa nchi. Watende haki, kuwahurumia maskini. Na anasema hivi, siku zao zitazidishwa na falme zitabarikiwa, utawala wao utabarikiwa. Lakini nje na haki, Mungu ndiye anatoa na kutoa ufalme. Wafalme wanatakiwa kutambua hilo. Mungu pekee ndiye anayetoa na kutoa ufalme. Kwa hiyo muda wote anaweza akautoa ufalme kutoka kwa mtu fulani akampa mwingine. Ni Mungu anayeamua, si mwanadamu. Kama Mungu hajaruhusu, mfalme atadumu. Kama Mungu ameruhusu, mfalme anaondoka. Watu wanaweza wakasema serikali hii ni dhalimu, kwa hiyo serikali hii haisikilizi watu, kwa hiyo serikali hii ni haramu. Hata Mungu haitambui. Katika siasa zetu watu wanaweza wakasema hii serikali ni haramu, haifai, imeiba kura, kwa hiyo haijachaguliwa na watu, kwa hiyo sio sauti ya Mungu, kwa sababu sauti ya Mungu ni ya watu wengi. Kwa hiyo ufalme huu tufanye kile linalowezekana uondoke madarakani kwa sababu haujachaguliwa na Mungu. Ni kweli maneno hayo yanaweza kuwa ya kweli, lakini tutambue kwamba hukumu za Mungu hazichunguziki. Hukumu za Mungu hazichunguziki. Unavyolihukumu jambo wewe, hata kama liko wazi machoni pako, unaweza ukahukumu isivyo, kinyume na Mungu. Ndio maana maandiko yanasema hivi katika Mithali
16:25 anasema iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Hukumu za Mungu hazichunguziki. Unaweza ukasema kabisa, hata kama ni kweli wameiba kura ama wamefanyaje, na wako madarakani, unaweza ukasema hii serikali hata Mungu haitambui, lakini unaweza ukawa sahihi ama usiwe sahihi. Maana aangaliavyo Mungu si kama wanadamu waangaliavyo. Wanavyoangalia wanadamu si sawa na Mungu anavyoangalia. Unaweza ukasema serikali hii ni haramu na Mungu haitambui, ukawa sahihi ama usiwe sahihi. Kwa nini? Kwa mfano Daudi alipata mke kwa njia haramu. Daudi alimuua mume wa mtu, akamchukua mke. Yule mke kwa macho ya kawaida ya nyama, yule mke ni mke haramu, sio mke halali wa Daudi. Kwa hiyo watu pengine wangelazimisha yule mke amwache, amtoe pale kwenye familia yake kwa sababu ni mke haramu. Ni kweli watu wale wangekuwa halali katika macho yao, lakini hukumu za Mungu si kama za kwao. Cha kushangaza sasa, huyo mke huyo ambaye ni mke haramu, kupitia huyo mke haramu wa Daudi ambaye aliitwa Bathsheba, ukoo ambao kupitia huo Yesu angezaliwa uliendelea. Yaani kupitia Bathsheba Yesu alizaliwa. Sasa niambie, uharamu gani ambao alikuwa nao Bathsheba kuwa mke wa Daudi? Pamoja na kwamba Daudi alimpata mke huyo kwa njia haramu, lakini bado mapenzi ya Mungu yalitimia katika hiyo njia haramu. Hivyo unaweza ukasema utawala huu ni haramu kwa vivi na vile. Unaweza ukawa sahihi mbele za Mungu, lakini unaweza usiwe sahihi. Hivyo sasa ndio maana tunatakiwa kuelekeza maombi kwa Mungu, kumuombea ili mapenzi ya Mungu yatimizwe. Kama ni mfalme haramu, Mungu ndiye anajua. Kama ni mfalme halali, Mungu ndiye anajua. Lakini umejuaje kama Mungu anataka kutimiza mapenzi fulani kupitia huyo mfalme ambaye wewe unamwona ni haramu? Mungu anataka kutimiza mapenzi fulani. Sasa mapenzi ya Mungu hayawezi kukufuata mawazo yako. Mapenzi ya Mungu yanatakiwa yatimizwe, na wewe ukilazimisha yule mfalme aondoke, mapenzi ya Mungu yasitimizwe, wewe ndio utaingia katika makosa. Na yule mfalme mwisho wa siku unaweza ukamkuta yuko mbinguni siku moja katika ufalme wa Yesu, na wewe umekosa kuingia katika ufalme wa Mungu. Kama ambavyo Mfalme Nebukadreza alihitimisha maisha yake kwa haki. Alihitimisha maisha yake kwa kumkiri Mungu wa mbinguni. Na pengine anaweza akawepo katika ufalme wa Mungu, lakini amewahi kuwa mfalme katili sana, kandamizi sana. Lakini mwisho wa siku alimkiri Mungu wa mbinguni na akatubu, akaungama makosa yake. Na leo tunapaswa kuwa na hekima za Mungu. Tunapaswa kuongoza na hekima za Mungu. Tunapo tuliakti vipi na serikali za dunia hii? Watu wa Mungu hawapaswi kuwa sehemu ya mashinikizo ya kisiasa, misuguano ya kisiasa. Hawapaswi kuwa sehemu hiyo, maana wanaweza kujikuta wanamkosea Mungu. Kazi yetu ni kuwaombea. Maandiko yanasema muombe adui yako. So unamwona mfalme kama adui yako, muombe. Kimwombea, nguvu za Mungu zitavunja ngome zote zinazomfanya awe katili au awe asiye mtenda haki. Atabadilishwa na Mungu. Kitu ambacho si cha kusahau kwa watu wa Mungu, hatupaswi kabisa kukisahau, ni kwamba tuko katika wakati gani huu? Tuko katika wakati gani huu? Huu wakati tuliopo ni wakati wa ufalme ambao ni mchanganyiko wa chuma na udongo. Katika ndoto ile ya mfalme Nebukadreza katika Danieli sura ya 2, tuko katika wakati ambao dunia inatawaliwa na ufalme ambao ni mchanganyiko wa chuma na udongo. Kwa hiyo katika falme mbalimbali zinapokuja, tunaweza tukatawaliwa na udongo, tutafurahia, lakini chuma kinapokuja, tujue kwamba
mapito hayo tunapaswa kuyapitia pia. Ndio maana nimesema watu wa Mungu tu peke yao ndio wanaelewa dunia hii inatoka wapi, inaenda wapi, imefika wapi, na nini cha kufanya kwa wakati husika. Wasiojua watafute maarifa ya Mungu. Yesu Kristo anawaita watu wote. Huyo ndio chanzo cha maarifa yote. Anatuelekeza nini tufanye kwa wakati gani. Tumaini letu tunapaswa kuelekeza kwa Yesu Kristo, wala si sehemu nyingine yoyote. Maana huyo ndiye atakuja kusimamisha ufalme wa haki na amani ya kweli, tena ya milele. Pendwa, unayefuatilia somo hili, muamini Yesu, ujipatie haki yake moyoni mwako. Na hiyo ndio itakuwa tiketi ya wewe kuingia katika ufalme wake siku ajapo mara ya pili. Barikiwa sana na uwe na wakati mwema.